bihadha shahri mubarak, shahri Ramadhani. Ndugu zangu, katika duka letu pendwa na lenu pia la Royal Perfumes, duka letu tumeleta bidhaa mpya, muonekano mpya kabisa. Pia tuna bidhaa nyingine tofauti nzuri. Duka letu lina bidhaa tofauti na bidhaa mbalimbali. Pia katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani tumewaletea ofa. Wahi sasa ofa hii. Karibuni katika duka letu ambalo lipo Mkunazini nyuma ya msikiti Barza. Pigie nambari zifuatazo: 0658 42 7994. Royal Perfume, manukato yenye ubora kabisa. Walillahi alhamd. Tunaendelea na darasa zetu hizi za mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa ajili ya kuongeza katika imani zetu uzito zaidi, na pia kuongeza kheri katika amali zetu, na pia kutafuta uwezekano wa kufikia kwenye lengo lililotulekewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Moja, kwamba tuliumbwa kwa ajili ya ibada juu ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pili, tumefaradhishiwa mwezi mtukufu wa Ramadhani ili ibada zetu ziwe na uchamungu ndani yake. Kwa hivyo tunatakiwa tufanye ibada, lakini ibada zetu zifikie katika viwango vya uchamungu. Ina maana tusipofika katika uchamungu, ina maana ibada zetu zitakuwa hizo ni feki. Ni sawa na ile michele inayotaifishwa ikende kamwagwa baharini, au vifaa vingine vikazikwa, au vingine kuchoma moto, kwa sababu havijatimia viwango. Kwa hivyo naweza nikasema kwamba hawa watu wa viwango wamekopilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba ibada isipokamilisha vigezo vya Allah subhanahu wa ta'ala kisharia, kwa kupitia mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibada hiyo itakuwa ni feki na itakuwa haifai. Na kama ni swala, inatoka kwenye swala inakuwa ni mazoezi. Kwa hivyo tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atupe taufiki, ibada zetu zote za maneno na vitendo tunavyozifanya na kusema ziwe zinatimia viwango, ziwe ni ibada ambazo zinakamilisha vigezo na masharti alivyotuwekea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Baqara aya 183, kila Muislamu anaielewa kwamba tumepewa agizo ama amri ya kutekeleza ibada ya saumu. Aya inayosomeka baada a'udhu billahi minash shaitani rajim: ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao kwamba mmemuamini Allah subhanahu wa ta'ala, kutiba alaykumus siyam, kumefaradhishwa juu yenu nyinyi waumini saumu, kama kutiba alal ladhina min qablikum, kama ilivyokuwa fardhi hiyo saumu kwa waliokuwepo kabla yenu, la'allakum tattaqun, huenda nyinyi mkapata kufikia katika uchamungu. Kwa hivyo tuliwahi kuieleza ndani ya aya hiyo, pamoja na saumu, lakini kuna mambo yanayopatikana. Kuna ulumul islamia, masomo ya Kiislamu yanayopatikana ndani ya aya hiyo, na hii inakuja kutokana na wale wanaosema kwamba Qur'ani na hadithi tu. Uislamu sio Qur'ani na hadithi peke yake. Kuna vyuo vikubwa vya kimataifa duniani ambavyo vinasomesha masomo ya Qur'ani, yani masomo ya dini zaidi ya Qur'ani na hadithi, pamoja na kuwa masomo yote yanatokana na Qur'ani na hadithi. Masomo yote ya Kiislamu
yanatokana na Qur'ani na hadithi. Kwa hivyo somo lolote la Kiislamu likifuatiliwa, msingi wake ni kwenye Qur'ani na hadithi. Ndio kwa kugusia tu kwamba moja ya aya hii ya 183 suratul Baqara imeanza na ya. Hii ya inawakilisha neno, ni herufi ambayo inawakilisha neno, kwamba ni mambo ya lugha ya Kiarabu. Hii inaingia katika lugha ya Kiarabu, wanaita harfu nidai. Lakini pia inakuja ayuha, ayu peke yake nayo ni katika lugha ya Kiarabu, inayoitwa ni dhamiri hii. Na ha, ya ayuha, hii ha wenyewe pia katika lugha ya Kiarabu wanaita ni herufi ya tambihi, ya kutanabahisha wewe uzinduke, ushtuke kwamba wewe ndiwe muhusika. Kwa hivyo hapa ina maana, kabla hatujafika mbali, sio Qur'ani na hadithi, lakini lugha ya Kiarabu tunatakiwa pia tuisome, ni katika masomo ya Kiislamu, na huwezi ukasoma Qur'ani wala hadithi kama hujasoma lugha ya Kiarabu. Katika masomo ya kisharia katika Uislamu, lugha ya Kiarabu. Sasa ukisema Qur'ani na hadithi, hiyo lugha ya Kiarabu utaiweka wapi? Lakini pia baada ya hapo kuna amanu. Amanu nalo ni neno ambalo linajitegemea, lakini linawakilisha. Amanu ni wale walioamini. Sasa ni kina nani walioamini? Wanaosemeshwa ni wale walioamini. Ni kina nani walioamini? Aya inasema amanu, walioamini. Na hiyo kujua kwamba ni walioamini tumepata kupitia lugha, lakini je, hao amanu ni kina nani? Ina maana hapa hatuwezi kuwapata na kujua hasa amanu, isipokuwa kuna lazimika somo la tauhidi. Kwenye amanu kuna lazimisha neno amanu kwamba kuwepo na somo la tauhidi, ili tuweze kujua hiyo amanu na taratibu zinazohusiana na hawa amanu. Tunaambiwa kwamba hii amanu ni wale wenye imani, lakini imani nayo pia inapanda na kushuka. Waumini au waumini ni kina nani? Na imani, je, hii imani inajengeka vipi? Na mambo mbalimbali. Kwa hivyo hapa kwenye amanu pia kuna somo la tauhidi. Tunaambiwa kutiba alaikumus siyam, kutiba. Na neno kutiba linakuja katika lugha, kuna kataba, kuna katibu, kuna kutubu, kuna nini, lakini kwamba hapa ni masuala ya kilugha, lakini pia inakuja katika upande wa sharia kutiba. Tafsiri, walio tafsiri wanasema furidha. Kutiba ina maana ya furidha. Kwa hivyo hapo ina maana lugha ya Kiarabu uunganishe na sharia ya Kiislamu ili kupata maana iliyokusudiwa katika hiyo aya. Hii aya makusudio yake nini? Ingia kwenye lugha, ingia kwenye sharia ili upate makusudio ya tafsiri halisi ya hiyo aya. Ndio maana tunaambiwa pia mtu hawezi akawa mfasiri mpaka kuna vitu, kuna fani awe nazo, ikiwemo hiyo fani ya lugha ya Kiarabu na wenzake. Katika lugha ya Kiarabu kuna wenzake, lakini pia na masomo ya sharia. Kutiba alaikumus siyam, alaikum inarudi kwenye lugha hapo, kuna ala na hiyo kuna kum. Lakini pia asiyam, kutiba alaikumus siyam, ambayo asiyamu ndio hii mada yetu, agenda yetu ni asiyamu. Sasa asiyamu na wenyewe ukiangalia neno asiyamu
kuna asaumu, kuna asiyam, kuna swaimun na kadhalika. Kwa hivyo hapo moja kwamba ni masuala ya kilugha, lakini pia asaumu, funga kwa maana ya Kiswahili chetu. Sasa hiyo funga, tumefaradhishiwa funga. Haya, hiyo funga ndio kitu gani? Tutaifanya vipi? Yani utekelezaji wake ukoje? Tuifanyeje? Kwa hivyo hapo nakuta kwamba kwenye asiyam, neno asiyam linatupelekea kwamba ni lazima sisi tusome somo la fikihi. Lazima tuwe na somo la fikihi ili tuweze kuifahamu hiyo siyamu, ukamilifu wake, utaratibu zake, hiyo asiyamu zinakuwaje. Kwa hivyo sio Qur'ani na hadithi tu, lakini pia pamoja na somo la lugha, pamoja na masomo ya kisharia, lakini pia na somo la fikihi tuwe nalo. Ina maana sio Qur'ani na hadithi peke yake, na fikihi pia tuisome, ambayo fikihi, kuna fikihi mbali na kuna sharia mbali. Sharia inahusiana na masuala ya fatwa na hukumu, lakini fikihi inakupa maelekezo utekelezaji wa ibada mbalimbali, au ibada zote utekelezaji wake unaupata kwa kupitia somo la fikihi. Ama halali na haramu utapewa katika upande wa sharia. Kwa hivyo ina maana mtu anaweza akaijua fikihi, lakini masuala ya kisharia yakamshinda, kujua halali na haramu akashindwa. Lakini anayejua sharia na fikihi nayo anayejua, huwezi ukenda ukajua sharia kama bado hujaipata fikihi. Kwanza uipate fikihi, alafu ndipo utakuja kuongeza au kuendeleza kwenye sharia. Kwa hivyo somo la fikihi pia ni katika masomo ya lazima katika masomo ya Kiislamu. Lakini pia tunaambiwa kama kutiba ala alladhina min qablikum, hii kama katika masuala ya kilugha, na kutiba kama tulivyotangulia, ala alladhina ni kama tulivyotangulia katika masuala ya kilugha, lakini nakuja min qablikum. Neno min qablikum nalo hili pamoja na lugha, lakini pia tunapata kwamba kuna masuala ya historia ya watu waliotangulia. Ina maana Uislamu pia unaruhusu watu kujifunza historia za watu wengine. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna hadithi alieleza ikiwa inamaanisha kwamba simulieni kuhusu Mayahudi wala hakuna tatizo, hakuna vibaya. Ina maana mpaka sharia, yani mpaka historia ya Mayahudi pia Muislamu unaweza ukaisoma na ukawa unaihadithia ama unaisomesha. Ina maana kwenye historia unaweza Muislamu ukasoma historia yoyote ile, wala hakuna tatizo lolote. Lakini kabla ya kufika kwenye historia ya watu wengine, tunatakiwa tusome historia inayowahusu Waislamu, inayowahusu Waislamu. Kwa hivyo hii aya ni aya ya saumu, lakini pia imebeba zaidi ya saumu, yani masomo ya Kiislamu tunayapata pia baadhi yake kwa kupitia aya hii ya saumu kwenye suratul Baqara aya ya 183. Turudi kwenye saumu. Saumu ni siri. Saumu au siyamu ni siri iliyokuwepo kati ya mja na Mola wake, ni siri. Kwa maana hii fadhila za saumu ni kubwa sana. Saumu kama utaifunga sawasawa, ujira wake ni mkubwa. Na ukiangalia uzito wake saumu, kwamba mmoja mwenye Mtume sallallahu alaihi wasallam anaeleza kwamba katika hadithi kudusi Allah subhanahu wa ta'ala anasema,
hii saumu ni yangu mimi ndiye nitakayelipa. Sasa kama malipo analipa mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja, hii ni kuonesha kwamba ina uzito zaidi ibada hii ambayo mlipaji wake ni mwenyewe Mola moja kwa moja subhanahu wa ta'ala. Hatumwi malaika hapo, mwenyewe ndiye anayetoa malipo hayo. Kwa hivyo ni kuonyesha uzito wa ibada ya saumu. Lakini pia saumu tukiangalia, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia as-saumu junna. Hii saumu ni kinga au ni ngao. Kwenye simu zetu, mtu kama simu yako hujatia guard, si ndio? Huna amani na simu yako na wasiwasi kila wakati, lazima utie guard. Sasa asomu tunaambiwa junna. Mtume sallallahu alaihi wasallam tangu miaka hiyo enzi na enzi ashatuambia asomu junna, kwa maana zetu fupi za kidunia tulizokuwa nazo, kwamba asomu junna, saumu ni gadi yako wewe. Kama unavyoigadi simu yako, funga kisawasawa ili saumu iwe ni gadi kwako wewe. Kila kitakachokuja kinagonga ukuta, kinarudi, wala wewe mwenyewe huna habari, unaendelea na imani yako. Lakini kama saumu unaikwepa, ina maana wewe utakuwa huna gadi, huna amani na imani yako. Mtume sallallahu alaihi wasallam pia kuna hadithi nyingi ambazo kazieleza kuhusiana na saumu. Lakini pia ukiangalia saumu inakuja kwamba ni sababu ya kupata takwa. Saumu ni sababu ya kupata takwa, ambayo ndio lengo kubwa, kwa kuzingatia aya ya 183 suratul Baqara, la'alakum tattaqun. Huenda nyinyi mkapata takwa kwa kupitia saumu. Kwa hivyo saumu tunapoifunga kisawasawa kwa taratibu zake, tutapata takwa. Na hii takwa, kwa mfano mwepesi, kwamba ni kama vile ofa. Mtu akifanya hivi na hivi na hivi atapata ofa, au mshindi wa kwanza atapata kitu fulani. Kwa hivyo na sisi tunapoifunga saumu, ya tunapoikamilisha saumu sawasawa, mwisho wake ukimaliza mwezi wa Ramadhani ni kupata daraja, na daraja yenyewe ni takwa. Unahesabika wewe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni minal muttaqin, ni miongoni mwa wacha Mungu. Na mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani kaeleza, wal aqibatu lilmuttaqin, mwisho mwema ni kwa wale wacha Mungu. Ili tupate mwisho mwema, na Allah atupe taufiki tupate mwisho mwema inshallah, ina maana kwanza uwe mcha Mungu. Ule mwisho mwema kupatikana ni kwa wale wacha Mungu. Wal aqibatu lilmuttaqin, Qur'ani, mwisho mwema ni kwa wale wacha Mungu. Kwa hivyo tupambane na saumu ili tutafute mwisho mwema kwa kupitia uchamungu unaotokana na saumu za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na saumu inatufanya sisi tupate takwa, kwa sababu unapokuwa na saumu kuna mambo unajinyima, mambo matamu matamu unajikataza mwenyewe. Kwa hivyo kule kujikataza ndio hiyo ishara ya uchamungu, kwa sababu kama si mcha Mungu utashindwa, utaisamehe saumu, utavuruga maisha yako. Allah tusalim salama. Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam
anatuambia man swama ramadhana, mwenye kufunga mwezi wa Ramadhani, lakini funga yenyewe imanan, unafunga kwa imanan, kwa kumwamini Mola wako subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu. Kwa hivyo lazima ukifunga ile amanu ifanye kazi, unafunga imanan, kwa sababu umeamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, umefaradhishiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wewe unatekeleza amri ya Allah aliyotaka subhanahu wa ta'ala ufunge, unafunga kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia pamoja na kuwa umefuata amri ya Allah, wahtisaba, sawa, unatekeleza majukumu yako. Kwa mfano, wewe ni mwajiriwa, unatekeleza majukumu yako ya kazi ya lazima, lakini pamoja na kutekeleza majukumu yako ya lazima, ihtisaba ipo. Kuna kitu wewe unakitegemea, unatarajia ukipate baada ya utekelezaji wa majukumu yako. Kuna mshahara unategemea upate wewe kidunia, si ndio? Sasa katika saumu unafunga kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kutekeleza amri ile ya kufunga, lakini pia hapo hapo wewe mwenyewe uwe na matarajio kwamba mimi natarajia malipo mazuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupitia hii saumu yangu. Sasa kama kwa maana hii, kama unategemea malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ina maana ile saumu uitekeleze ipasavyo. Kama hujaitekeleza ipasavyo, haitomridhisha Allah, kwa maana ufunge kwa namna ambayo itamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, ili naye akisha kuridhika na saumu yako akulipe malipo unayoyatarajia. Allah atufanyie wepesi inshallah, Allah atupe taufiki inshallah. Sasa kama tutakuwa tunafunga kwa masharti mawili haya, imana wahtisaba, kwa imani zetu na kwa matarajio mema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kupata malipo, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mtu atakayefunga kwa misingi hii, ghufira lahu, husamehewa mtu huyo ma taqaddama min dhambi, madhambi yake yaliyotangulia kabla ya saumu hii ya Ramadhani hii. Kuna madhambi uliyafanya wewe, kuna makosa pengine hata mwenyewe hujui kama ni makosa. Allah subhanahu wa ta'ala anakusamehe makosa hayo, anakufutia makosa hayo, unawekewa ukurasa mwingine mpya katika mambo yanayopatikana kutokana na ibada ya saumu. Lakini pia waman qama lailata alqadri, ndani ya mwezi wa Ramadhani kuna lailatul qadri. Katika Qur'ani suratu yani inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kwa hivyo lailatul qadri, suratul qadri hii, kuna usiku ambao kwa Kiswahili chetu kwamba ni usiku wa cheo. Qur'ani iliteremshwa katika lailatul qadri, na tunaambiwa ni ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani pia kuna fursa ambayo fursa hiyo ni lailatul qadri, usiku wa cheo, usiku ambao Qur'ani iliteremshwa katika usiku huo. Sasa kama wewe unafunga mchana imanan wahtisaba, unasamehewa madhambi yako yaliyotangulia kabla ya hii Ramadhani tuliokuwa nayo. Lakini pia pamoja na kufunga mchana, usiku ukalala alafu ukaamka, waman qama, hii waman qama ina maana mtu alale usiku alafu aje kuamka akatisha usingizi. Sio kwamba ukeshe kwenye mtandao, kwenye TV, kwenye mazungumzo, hapana. Ulale alafu uamke.
ila ukiamka ndio unahesabika kwamba umesimama usiku. Ukisha kuamka na ni ile kwamba umesimama usiku kwa nia kwamba ufanye ibada, kwa nia kwamba ufanye ibada, lakini kaanguka kwamba siku uliosimama ndio ile ya Lailatul Qadri, ndio ule usiku wa Lailatul Qadri, yani umepata fursa hiyo kwamba wewe umeamka ule usiku wa Lailatul Qadri. Sasa kama wewe ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani umefunga mchana na ukaamka usiku kwa ajili ya ibada, na siku ulioamka usiku ndio ile ya Lailatul Qadr, lakini pia imanan wa ihtisaba, umeamka kwa imani ya Allah subhanahu wa ta'ala, unavyomwamini Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia unatarajia upate malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa vile kuamka kwako usiku kwa ajili ya ibada. Mtume pia sallallahu alaihi wasallam anasema ghufira lahu ma taqaddama min dhambi, mtu huyo atasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Kwa hivyo kuna kusamehewa kwa kufunga Ramadhani na kuna kusamehewa kwa kusimama usiku wa Lailatul Qadr. Zote hizo ni fursa tumewekewa sisi. Hadithi, tunapokwenda katika hadithi za Imamu Bukhari na Muslimu tunaweza kuikuta hadithi hiyo, wala haiko mbali. Hizi ni habari zinazohusiana na swaumu. Tukiangalia swaumu tunaiona kwamba ndio mwezi wa 9 katika kalenda ya Kiislamu. Swaumu ndio mwezi wa 9 katika kalenda ya Kiislamu. Kwa hivyo sasa hivi tupo kwenye mwezi wa 9 mwaka 1447 mwaka wa Kiislamu, na ni nguzo, saumu ni nguzo ya 4 katika nguzo 5 za Kiislamu. Saumu ni nguzo ya 4 katika nguzo 5 za Kiislamu. Kwa hivyo hii ni ibada ya saumu. Na tukija katika upande mwingine wa saumu, kujenga imani zaidi, kwamba kila unapofunga wewe unajenga imani yako, kwa sababu saumu inakuwa ni njia ya mwenyewe Mola. Labda tuseme kwamba ni njia ya kiungu, ni njia ya kiungu. Ili neno Mungu nakuwa sipendi kulisema wala kusikia, lakini inabidi wakati mwingine tupeane kwamba yani saumu ni njia ya kivitendo, ni njia ya kivitendo katika kupanda au kusimamisha mbegu ya takwa. Takwa tukiichukulia kwamba ni mbegu, tunaipanda ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, au saumu ndio mbegu tunaipanda ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tunda lake litakuja takwa. Saumu tumeipanda ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tunda litakalokuja ni takwa. Kiasi kwamba saumu inamfanya Muislamu aweze kujichunga yeye mwenyewe, asije akakutikana na dosari ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndio ile kufuata sheria bila kushurutishwa, si ndio? Wewe mwenyewe unajichunga mwenyewe, usije ukafanya dosari ya kuharibu funga yako au saumu yako. Hapana askari hapo, hapana sijui nani hapo, mjumbe wa sheha, wala hapana nani, ni wewe peke yako, lakini unajichunga wewe mwenyewe usije ukaharibu saumu yako kwa ile imani yako uliyokuwa nayo, imanan wa ihtisaba. Ya ayuha alladhina amanu, ile imani uliyokuwa nayo wewe mwenyewe
inakuwa ndio remote yako, inakuwa ndio mlinzi wako, inakuwa ndio nani wako. We mwenyewe unajichunga, unajilinda usije ukaharibu saumu yako. Sawa sawa ukiwa katika hali ya siri au ukiwa hadharani, lakini hukubali kuharibu saumu yako, unawacha mambo mbalimbali unayoyatamani, mambo ya halali, lakini unajikataza ili uilinde saumu yako. Mambo ya halali lakini unajinyima ili kuilinda saumu yako. Zaidi ya hapo ni kwamba Muislamu kwa kupitia saumu anajipa mazoezi ya kuepukana na mambo ya haramu. Kama mambo ya halali, pengine kunywa maji, kula, pengine tunda au kitu gani mwenyewe ulichozoea unakiacha cha halali, ina maana kwenye haramu ndio zaidi. Haramu utaikimbia kwa nguvu zote. Kwa hivyo saumu ni njia ya kutufanya sisi tufike katika kiwango cha takwa. Kwa hivyo takwa tunaipata zaidi kwa kupitia saumu. Kwa maana hii tukiangalia tunaona kwamba kuna uhusiano wa karibu sana kati ya saumu na takwa, kwamba kuna wasila walghaya, kuna njia na kuna lengo. Tukiangalia tunakuta kwamba kuna njia na kuna lengo. Lengo letu ni takwa, lakini njia tutakayoipita ambayo tufike kwenye takwa ni saumu, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum tattaqun. Kwa hivyo tunaitumia saumu, inahesabika saumu kwamba wiqaya ni kinga. Saumu ni wiqaya, ni kinga. Junna ni ngao ya kukulinda wewe usiingie katika mashaka. Kwa maana hii funga inakuwa ni siyamul qalbi, ni kuufunga moyo. Ukisema umefunga, ina maana umeufunga moyo wako, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia kwamba fil jasadi mudgha, katika mwili kuna mudgha, kuna pande la nyama, si ndio? Likitengenea, umetengenea mwili mzima. Likiharibika, umeharibika mwili mzima. Na akasema ala fahamuni nyi Waislamu, wahia, ilo pande lenyewe la nyama, alqalbu ni moyo. Moyo ni pande la nyama, halina mfupa hata kichembe. Au shekhe, moyo una mfupa kidogo? Hamna mfupa wala mwiba, pande la nyama, mudgha. Kwa hivyo saumu moja kwa moja inakwenda kucheza na moyo wako wewe. Saumu moja kwa moja inacheza na moyo wako wewe, inaudhibiti moyo wako wewe, kwa sababu mashaka yote yanayotukumba sisi ni kutokana na moyo. Moyo ndio unaokuendesha wewe. Moyo ndio unaokuendesha. Kwa hivyo unapofanya jambo, ina maana kwamba unalifanya kutokana na moyo wako ulivyokutuma. Wanasema kuna hatua, lakini kwamba kinachotoka kwenye moyo kinakuja kwenye akili. Kikitoka kwenye akili sasa, kinatoka kwenye akili kinakwenda kwenye viungo na utekelezaji. Sasa kama kimetoka kizuri kwenye moyo, kikija kwenye akili, viungo vitatekeleza jambo zuri. Kikitoka kibaya ndani ya moyo, kikaja kwenye akili, viungo vitatekeleza jambo baya. Kwa hikima hiyo ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akatuwekea saumu ili ianze kwenye mzizi, kwenye mzizi. Na hii
ni hikma ambayo ina mtazamo mpana sana. Hata hizi tiba zetu, kama wewe unaumwa, lakini pengine hapa nimefanya kidonda, kwenda hospitali nikafungwa dawa kwenye kile kidonda, si ndio? Kile kidonda sio kwamba kimekuja tu pale kikakaa, ina maana kimeanza huko ndani mpaka mwisho ikamalizia ikaja kidonda, si ndio? Sasa kama nikifungwa dawa tu, kile chanzo chake kule inakuwaje? Ndio maana unasikia kwamba mtu anafungwa dawa, ana kensa, anafungwa dawa mpaka hatimaye ilianza kidole. Kuna mzee alikuwa na tatizo la kidole, na mimi mwenyewe nilikuwa katika ufuatiliaji wa tiba zake. Alikaa yule bwana mpaka mwisho, akaja akakatwa mguu. Kilianza kidole, anafungwa dawa mpaka mwisho, anakuja na kuonekana kwamba ndo ana hiyo kensa, sijui na mashaka gani, ikabidi akatwe mguu. Ina maana kwamba tangu mwanzo ile tatizo halijatafutwa chanzo chake. Kwa hivyo jambo lolote, na wewe pia katika maisha yetu, kama kuna tatizo lolote, hata kama ni mtu yani kujikwaa, au mtu pengine kakukosea jambo fulani, au pengine kafanyaje sijui, lolote linalotokezea, ina maana kuna sababu. Chanzo chake ni nini mpaka akaanguka? Chanzo chake ni nini mpaka akalia? Chanzo chake ni nini mpaka akafeli? Chanzo chake ni nini mpaka akashiba? Tafute kile chanzo chake. Sisi tumefahamiana. Kwa hivyo wewe rekebisha kile chanzo, anza kule kwenye chanzo. Sasa ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akatuwekea saumu. Hii saumu inaanza kule kwenye moyo, ambapo kwa sababu matatizo yote yanatoka kule kwenye moyo, alafu ndio anakuja kwenye ubongo au kwenye akili, na viungo vyako vinatekeleza. Sasa kama mtu anasema mtoto akiwa na tabia mbovu, pengine kutukana, sijui na kufanyaje, wanasema fuatilia malezi aliyopewa, na kama sio nyumbani, basi pengine skuli au madrasa au kwa mitaani huko akiwa na. Kwa hivyo lazima kule kuna sehemu anakwenda anapata vitu vile, na yeye anakuja anatoa. Sasa ukisema mtoto kaiba, unamchoma moto mkono, si ndio? Umemchoma moto. Wapo ambao wanachoma moto watoto wao mikono kwa sababu ya kuiba, pengine shilingi 50 ndio shilingi 100, si shilingi ngapi, lakini hayo ushamchoma moto. Je, lile tatizo, ile tabia ya kuiba ndio ushaiondosha? Kuna wezi anakatwa mkono wa kulia, wa kushoto, sijui anafanywaje, na bado mtu anaiba. Kwa hivyo hii ya kwamba saumu ni funga ya moyo, inaufunga ule moyo usifanye maasi, yani maasi yasikae kwenye ule moyo. Hii funga inakufanya kwamba moyo wako usikae maasi, unaudhibiti moyo. Funga inaudhibiti moyo usiweke maasi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man lam yada qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatan fi an yada ta'amahu wa sharabahu. Hadithi ya Imam Bukhari. Mtu ambaye hawezi kuacha kaula zuri, hawezi kuacha kusema uongo, hawezi kuacha kusema uongo, wala amala bihi, na pia hawezi kuacha uongo, mambo ya utapeli, udanganyifu na kadhalika, hawezi kuacha. Falaisa lillahi haja, huyo hakuna haja yoyote kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani Allah hahitaji mtu huyo fi an yada taamahu wa sharaba, kuacha kula na kunywa akasema kwamba amefunga. Allah hahitaji funga ya mtu ambaye bado ana mambo yaliyokuwa sio. Ina maana
kama unafunga lakini bado kuna mambo yaliyokuwa sio unaendelea nayo, ina maana funga hiyo haihitajiki. Funga hiyo haihitajiki. Sasa unaposafisha moyo wako kwamba mimi nimefunga, nastaghfiru, natubia, sitaki kuiba, sitaki kusema uongo, sitaki utapeli, sitaki udanganyifu, sitaki nini na mengineyo, tayari moyo nao utafuata vile utakavyouelekeza, kwa sababu moyo ni kama kompyuta, si ndio? Unachokiingiza kwenye kompyuta ndiyo jawabu, ndicho kitakachokuja ukitafuta. Ukiingiza formula iliyokuwa haiko sawa na ukaiamrisha kwamba ifanye kazi, utakuwa ni wewe mwenyewe, inaweza ikaharibika, ikagoma, ikafanyaje. Kama wewe unapoingiza kitu ambacho sicho kwenye moyo wako, moyo huo utaathirika, kwa sababu tunaambiwa kathratul lahiki tumitul qalba, kucheka sana, kathratul lahiki, kucheka sana, tumitul qalba, kuna uwa moyo. Unapocheka sana katika Uislamu, moyo wako unakufa, kwa maana kwenye moyo ukitia kicheko bila kiasi unauharibu moyo wako. Kwa hivyo kile kicheko, ukicheka sana moyo utakubali, utapokea, lakini na maana kwamba pamoja na kupokea moyo hauna jinsi, lazima upokee, lakini unaathirika. Kwa hivyo kama unaingiza jambo la haramu kwenye moyo wako, moyo utapokea, lakini moyo unaathirika. Na unapoathirika moyo, mrejesho utakao kuja, ina maana na wewe pia vitendo vyako vitakuwa sivyo, kwa sababu jawabu, oda iliyotoka kwenye moyo haikuwa sawa, na wewe mwenyewe vitendo vyako vitakuwa haviko sawa. Lakini kama kuna umeweka kitu kizuri, umehifadhi aya za Qur'ani na hadithi na mambo mazuri, mawaidha na nini, kitakachotoka kule kitakuwa kizuri. Kwa hivyo na wewe vitendo vyako, maneno yako vitakuwa mazuri. Kwa hivyo saumu na takwa kwa kiasi kikubwa, kwamba saumu inatulinda sisi tusifanye mambo yaliyokuwa yasiyomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa na kinachotakiwa la'allakum tattaqun, kwamba sisi tuogope kufanya maasi, tuogope kufanya madhambi, tuogope kusema yaliyokuwa sio. Takwa ni kumwogopa Mola kwa kufanya mambo yaliyokuwa sio au kwa kusema maneno yaliyokuwa sio. Hiyo ndio takwa, kwamba kuepukana na mambo yasiyomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo na hii saumu inatusaidia sisi kufika katika hatua hiyo. Maulama nasema miongoni mwa hao ni bwana Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, yani shekhe aliyeandika kitabu cha Bulughul Maram. Katika sherehe ya hadithi anasema itafaqu ala anna almurada bisiyami huna siyamu man salima siyamahu min almaasi. Maulama, shekhe anasema wamekubaliana maulama wa Kiislamu kwamba neno siyam iliyokuwepo katika aya hii ina maana muradi wake, makusudio yake, siyamu ni kufunga. Mtu ambaye salima siyamahu, imesalimika ile funga yake, minal maasi, na maasi. Wewe umefunga, lakini wakati wa funga yako hufanyi maasi, qaulan wa fi'la, kwa maneno na kwa vitendo. Ina maana funga ni kujifunga wewe usifanye maasi, yawe ya maneno wala vitendo. Usiasi kwa maneno wala usiasi kwa vitendo, utakuwa wewe ndio uliofunga. Maulama wamekubaliana hivyo. Nasema wakasema pia man lam yasun siyamahu, mtu ambaye
funga yake anafunga, lakini bado yeye hajapata hifadhi an qauli zuri wal amala bihi, bado anasema uongo na bado vitendo vyake, matumizi yake anautumikia uongo, pamoja na saumu yake pia, hapo saumu haipo. Saumu hapo haipo, ambayo kutoka kwa Bwana Abiswa anasema ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nilimwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia jita tasalu anil birri wal ithmi, wewe umekuja kunijia mie, lakini ujio wako umekuja kuniuliza anil birri wal ithmi, umekuja kuniuliza kuhusu mambo mema na madhambi. Huyu Bwana Wabiswa ambaye ni katika masahaba asema qultu naam, nikasema ndiyo. Kwa kisisi tunasema kwamba alimwagulia, au sio? Hajasema tayari, ashamjulia kwamba huyu kaja kwa jambo gani, na yule bwana akasema kweli hilo ndilo lilojia. Qala, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kila mmoja hapa, ina maana ajiesesi mwenyewe, ajipime mwenyewe, ajichunguze mwenyewe anayoyafanya na anayoyasema. Akaambiwa vipi? Istafti qalbaka, uchunguze moyo wako. Istafti qalbaka, uchunguze moyo wako, ama uulize moyo wako. Albirru, jambo zuri, jambo jema. Ukiuchunguza moyo wako, ukiuliza moyo wako, utajikuta kwamba jambo jema, matmaannati ilaihi nafsu, ni lile jambo ambalo nafsi yako inatulia, unalifanya wala huogopi chochote. Jambo lolote ambalo unalifanya huna wasiwasi nalo mbele ya watu, hata ukiwa peke yako unalifanya kwa mapana na marefu. Jambo kama hilo, watmaanna ilaihi alqalbu, na moyo wako, nafsi yako imetulia na moyo wako hauna mapigo na presha, ujue hilo ndio jambo jema, huna wasiwasi nalo, umeshwarika kabisa. Hii inakuja kama masuala ya wizi. Kitu cha wizi, mtu hana amani wakati wowote, au pengine zinaa pia, mtu kila wakati ana wasiwasi. Lakini kitu kama mtu ni chake mwenyewe, hana wasiwasi. Lakini kama mke, mtu ni mkewe, tuangalie katika shughuli zile, mtu anamuozesha mwanawe pale pale kwenye shughuli, alafu anaambiwa ule mwenyewe, baba anaruhusu kwamba ule mume yule ende ndani amfuate mwanawe, binti yake afuatwe huko ndani, na akifika huko anaachwa yeye mwenyewe, binti na kijana yule, na kila mmoja akaridhika, anafurahi, na wanataka asale tendo la ndoa lifanywe huko ipasavyo. Na wale bwana harusi na bibi harusi nao wao wenyewe wasiwasi hawana, wanajifaragua. Pamoja na kuwa kuna watu huko nje, wao wapo chumbani, pengine ukumbini, sijui kila pale watu wamejaa, lakini wanaweza wakafanya yao, wasiwasi hawana, kwa sababu lile ni jambo jema. Lakini kama ni zinaa, hata kama nyumba haina mtu, bado wasiwasi. Kwa hivyo kila mmoja anaweza akalijua jambo jema na kila mmoja akalijua jambo baya. Tukaambiwa wal ithmu, na makosa, jambo la madhambi, mahaka fi nafsi, ni lile lilokuwa linakutia wahaka katika nafsi, yani linakuchoma ndani ya nafsi yako. Kila wakati unakuwa huna amani na wasiwasi, kila wakati moyo fukuto na nini, hutulii, kwa sababu ile jambo haliko sawa, ni jambo la makosa, jambo la madhambi. Lakini pia wataraddada fi asadri, katika moyo wako linataraddad, ndio ile unaniambia sijui
siji nini, itaonekana sionekani, wanakuja watu hawaji watu. Yani kwenye moyo wako ile linataradadi, mara ndio unasema mimi na roho mbili, roho moja inasema nifanye, roho moja inasema nisifanye, si ndio? Roho ziko mbili tangu lini? Roho ni moja tu, si ndio? Lakini ule wahaka wako, wasiwasi wako ule ndio unajichukulia kwamba una roho mbili. Sasa ile kama ukijiona wewe una roho mbili, ujue kwamba hilo jambo haliko sawa. Ujue lazima hilo kuna kasoro, kuna walakini hapo ndani yake, ndio maana unakuwa na roho mbili mbili. Wa in aftaka nasu wa aftauka, hata kama watu watakuona ama hawakuoni, sawa. Maasi ni maasi, jambo baya ni jambo baya, ukaonekana usionekane bado ni jambo baya vile vile, ukalifanya kwa siri ukalifanya kwa wazi bado ni jambo baya vile vile. Kwa hivyo, kwa maana hii swaumu sio funga ya kuzuia machango tu kwamba usiingize chakula. Funga sio kwamba ni kuzuia machango tu kwamba huli hunywi, machango ni njaa ya machango. Hapana, funga sio njaa ya machango. Funga inatakiwa mpaka na moyo nao uufunge, ule moyo wako uufunge. Maadamu umefunga, funga kula, funga kunywa, na moyo pia ufunge. Usiingize vitu vilivyokuwa havihusiki katika swaumu vikaingia ndani ya moyo, kwa maana viungo vyote vinahusika katika swaumu. Viungo vyote vinahusika katika swaumu. Kwa maana hiyo tunaambiwa siyamu al-ain, macho yanatakiwa pia yafunge, usitizame vile ukuwa sivyo. Sio na peruzi siyamu al-udhun, masikio pia yasisikilize mambo yaliyokuwa sio. Siyamu lisan, ulimi pia usizungumze mambo yaliyokuwa sio. Siyamu liyadi, mkono pia usihusike na mambo yaliyokuwa sio. Siyamu rijli, mguu pia usihusike na mambo yaliyokuwa sio. Kwa hivyo swaumu hii sio kwamba ni swaumu ya kuacha kula na kunywa, bali kwamba kila kiungo kinatakiwa kihusike katika swaumu, na kiungo kikuu ni moyo, kwa sababu utakachokifanya hatimaye kinaenda kuishia moyoni. Utakachokisema hatimaye kinaenda kuishia moyoni. Kwa hivyo takwa tutaipata endapo tumeweza kudhibiti saumu zetu, yani kwa yale tunayoyapeleka kwenye nyoyo zetu. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bihadha shahri mubarak, shahri Ramadhani. Ndugu zangu katika duka letu pendwa na lenu pia la Royal Perfumes, duka letu tumeleta bidhaa mpya, muonekano mpya kabisa. Pia tuna bidhaa nyingine tofauti nzuri. Duka letu lina bidhaa tofauti na bidhaa mbalimbali. Pia katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani tumewaletea ofa. Wahi sasa ofa hiyo. Karibuni katika duka letu ambalo lipo Mkunazini nyuma ya msikiti Barza. Pigie nambari zifuatazo: 0658 427994. Royal Perfume, manukato yenye ubora kabisa.